Hali gani mpenzi mtazamaji wa VOP TV? Leo tupo katika mtaa wa Mji Mkongwe kufuatia nyumba namba 652 ambayo imeanguka majira ya saa 12 asubuhi. VOP TV tumefika mpaka eneo la tukio na kuzungumza na baadhi ya mashuhuda ambao walishuhudia tukio hilo pamoja na mmiliki wa nyumba hiyo analipi la kusema. Kwa majina naitwa Tamira Hamis Riami, ni mmiliki wa hii nyumba ambayo imeanguka hapa Kokoni jirani na Pyramid Hotel. Nyumba imeanguka, sababu kubwa ya nyumba kuanguka ni mvua kubwa na mvua kali zilizoendelea sio chini ya miezi miwili, na hizi mvua bado zinaendelea. Kwa hiyo tunachoshukuru Mwenyezi Mungu, watu ni salama. Alikuwa anaishi mdogo wangu na watoto wake, wote wametoka salama. Waliposikia tu nyumba imedata kwenye saa 12:30 za asubuhi, wao wa kile kishindo wakateremka, walikuwepo juu na walikuwepo chini wakatoka kwa mlango wa nyuma, wametoka salama usalimini. Kwa hiyo kwa hilo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Nyumba ndio kama ilivyo mnavyoonekana hapo, lakini watu wapo salama, alhamdulillah, alhamdulillah. Shukrani sana. Labda kwa hatua gani ambayo mpaka sasa imechukuliwa tangia nyumba ianguke mpaka sasa hivi? Hatua tuliochukua, kwanza tuniripoti katika vyombo vya habari, katika kuripoti katika vyombo vya serikali husika. Walikuja watu wa fire, wamekuja na polisi, kwa hiyo na wao pia wameangalia na wametushauri kutushauri, lakini pia cha kushukuru zaidi watu wa Mji Mkongwe, wa hifadhi ya Mji Mkongwe, na wao wamekuja, wameshatoa ushauri wao elekezi. Kwa hiyo tuko nao pamoja. Ilikuwa nimelala kwenye mida ya saa 11 naenda saa 12 alfajiri. Nilipokuwa nimelala nilisikia kishindo cha kama ungurumo mwanzo, lakini baadaye nilipoona vumbi ndio kujua kama ni nyumba. Ndio hapo tuko ndani, baadhi ya watu ndio walikuja kusaidia kufungua mlango, hivyo katoka nje. Sisi chini tupo wawili, mimi na mamangu. Juu sijui vipi kwa sababu jana walihamia watu, kwa sijui wangapi, lakini nahisi labda ni mtu na mkewe na watoto ama mtoto kwa nilivyowaona. Mpaka sasa hivi hakuna mtu yote ambaye amepata hasara? Hapana, hakuna. Kwanza nilikuwa natafuta karo pale maji machafu. Natafuta karo, baadaye mimi nilitoka na kuchukua kipolo na kauro nichukue nini hatupe. Kama nakwenda kutoka pale nje palikuwa na jamaa nikajitawanda, wewe wako wewe una kazi hiyo? Sasa mimi nilikuwa unatoka Mhanga naenda kuporomoka pana kwenye geti kule kuporomoka hiyo. Mimi naambia kwamba nyumba kumesha choka tu hapo. Na huyu kwamba unapata maji unagobea tekeza zamani. Kila pale kupana tumeka wanajanewa sharia kubali kuhama tu. Mimi naitwa Hassan Masudi Ali, shehe ya Malindi. Tokeo habari nimepata saa 12:30. Ilikuwa kama dakika 2-3 baada ya tokeo nyumba kuanguka. Na nimefika, nimejaribu kupiga fire. Wao wamekuja, wamefanya kazi vizuri kabisa, mapema wamekuja. Wametoa watu watatu, wametoa ndani ya nyumba ile, walikuwa nyumba ya pili jirani baada ya kuanguka kifusi. Nyumba iliyoanguka walikuwa hapo watu, lakini baada ya ile mshindo kilio kile wakashuka kwa mlango wa nyuma na wametoka nje. Na wazima wote, hakuna mpaka tangu tokeo ile tokezea hakuna mtu alipata jeraha. Sababu ya nyumba kama alivyoeleza engineer, yeye ndo anajua zaidi mambo. Kwa sababu wenyewe wamekuja na kila kitu kimekwenda vizuri. Mali kama nyumba zilivyokuwa zina mambo ya furniture na mambo vitu vya anasa, na vitu kama mafriji, vitu vingine vya kupikia nini, thamani yake siwezi kujua, unajua wenyewe familia. Kuna nguo, hata nguo za kuvaa hawana leo. Na mmoja katika wale mpangaji anaitwa Hawa, yeye ni mjasiriamali, kapoteza kama milioni 2 ndani, lakini engineer akasema kwanza sipande mtu mpaka itokezee fundi maalum wa kupanda ili akatoa hizo pesa. Yaani sisi tunapata ruksa ya engineer. Kusema kweli hii nyumba haipo katika zile hesabu tuambiwa nyumba mbovu. Zile nyumba mbovu ziko kama 19 ambazo hatarishi 5 au 6 ambazo ndio ziko risk zaidi, ziko hatari zaidi kwa wananchi wanaokaa. Lakini wananchi wengi narejea yale, wananchi wengi kusema kweli hawataki kuhama nyumba hizi. Hili tatizo. Hata kama ukiambiwa utatengenezewa hawaamini, hawarudi. Hawataki kuhama nyumba za serikali. Hii nyumba leo ya binafsi ya mtu mwenyewe binafsi. Lakini nyumba ya serikali hawataki kuhama. Wananchi warejeshwe. Na ukimwambia mtu anaona kama sheha unataka kumhamisha mtu upate pesa, upate nini, na kwa kushirikiana na mkuu wa mkoa tumelifanya jambo hili, na mkuu wa mkoa akawaita ofisini kwake, kapa ushauri bora wahame wakae kwa jamaa zao, alafu ikitengenezwa nyumba warudi. Lakini bado mpaka sasa hivi hakuna
mtu yote katika shehia alohama mpaka sasa hivi. Mimi natoa wito wangu kwamba wafate sheria na wafate wakubwa wa nchi. Watu hawataki kuonea, uongozi wote hawataki wananchi wao wapate tabu. Kiongozi sifa yake anataka wananchi wake wapate raha, wapate mambo mazuri. Sasa wao wakubali kufuata uongozi, wasifanye mambo ya kupinga pinga hivi na hivi. Mimi nilipata taarifa kutoka kwa kaimu mkurugenzi mkuu kama kuna nyumba imeanguka Malindi. Kwa hivyo nikaja moja kwa moja kuangalia situation iko vipi. Baada ya kufika hapa nikamtafuta sheha na tukafanya ziara kwenye jengo hilo liloanguka, na nimegundua kuwa kuna sababu nyingi za kufanya jengo lilianguke. Kwanza, ili jengo upande wa pembeni, yani liko karibu sana na jengo jirani, ambayo hii ni ghorofa 3, ile nyingine ni ghorofa 2. Kwa hiyo maji yote kwa kishuka yanaingia kwenye ile ukuta wa pembeni. Kwa hiyo hii ni design moja ambayo ni kubwa kufanya lile jengo ukuta ule wa wiki na kuanguka chini yani. Na sababu ya pili, ili jengo letu limetoa shipping hapo asili yake, na majengo yakiwa na shipping si rahisi kugundua ule ubovu, hasa kresa kwa zinajificha, zimekuwa hidden. Hii ni sababu nyingine, na pia kutofanywa ukarabati yani wa mara kwa mara. Kwa hiyo pia hizi zote ni sababu, na ukiangalia mara hii mvua ni nyingi sana. Kwa hiyo ni sababu kubwa ni maji na kutofanywa ukarabati wa mara kwa mara kwenye jengo. Tumeshakutana na mwenyewe yani Bi Tamima ambaye familia ndio anashirikia jengo, na tushakubaliana, tushampa taratibu za kufanya ili kunusuru jengo hili kumalizika na kufanya athari kwa majengo jirani na wao wapita njia. Kwa tushakubaliana na hilo, na amesema naye atakaa na familia yake ili wafanye immediately, wasifanye katika relaxing mode, walifanye kama ni emergency issue yani. Kwa hapo tumekubaliana, nadhani watafanya haraka kuliangusha lote na kuondosha kifusi ili majirani waendelee na shughuli zao kama kawaida. Sisi tulikaa kikao wiki 2 zilizopita na watu wa Malindi na watu wa Mji Mkongwe na mkuu wa mkoa na wilaya, na tukawataka wale, kuna majengo kama 26 ambayo katika hali mbaya kabisa, na tunataka wananchi wahame wakati serikali inaandaa mpango kwa ajili ya kufanya ukarabati kwa yale ya serikali na mengine binafsi, wenyewe wafanye utaratibu wa kuwatengeneza, lakini kwanza wahame ili kunusuru maisha yao. Hicho ndio kipaumbele cha serikali, kunusuru maisha ya wananchi wake. Upande wa serikali inajitahidi, na kwa mara hii yani kwenye bajeti ya mara hii kuna bajeti ya kukarabati majumba 15 ambayo katika hali mbaya. Challenge ambayo tunaipata, wale wakazi ambao wanakaa kwenye hizo nyumba, kuhama inakuwa tabu. Nitakutolea mfano mmoja. Kuna nyumba ya iko Darajani kule, ushapata mkandarasi sasa hivi mwaka mzima wamegoma wananchi kuhama. Kwa hiyo hii ni tatizo, wanasema ndio wapi, lakini nyumba wamekodi na serikali iko tayari kwa compensate angalau miezi 2 miezi 3, wakakodi nyumba nyingine ili ipishe pale ili waweze kufanya ukarabati. Kwa hiyo hii wito wangu kwa wananchi, naomba wanapoambiwa wahame basi wahame ili kunusuru maisha yao na mali zao yani. Tukio hili limekuwa tukio la kuhuzunisha kwa mmiliki wa nyumba hii. Nadhani umemsikia kwa makini kitu ambacho amekiongea, lakini pia umemsikia maoni ya sheha pamoja na maoni ya injinia wa nyumba za Mji Mkongwe. Nikiripoti kutoka hapa maeneo ya Mji Mkongwe, jina langu ni Musa Amari kutoka VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.